Leo ni Februari 8, 2026. Naitwa Zawadi Machibia na kutangazia amani ya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Na amani hiyo ipitayo ufahamu wote ikuhifadhi wewe na familia yako, ikuhifadhi wewe katika kazi yako, ikuhifadhi katika biashara, katika majukumu yako ya kila siku, na wale wote wapendao, majirani zako, rafiki zako, ili kwamba jina lake Mungu wetu aliye hai, jina la Yesu Kristo lipate kutukuzwa. Haleluya. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Tafakari hizi zote ikiwemo hii zinakujia zikiwa zimeandaliwa na mchungaji Chris. Na hii inaitwa Sauti Rhapsody kwa sababu tafakari hizi zinapatikana pia kwenye maandishi. Sasa kwenye maandishi utakutana na Rhapsody ya Uhakika, kitabu hiki kuanzia tarehe mosi hadi mwisho wa mwezi. Kila siku yake inakuwa na tafakari na ujumbe wake. Sasa hizo nakuletea kwa njia ya sauti. Naitwa Zawadi Machibia. Ujumbe wetu leo hii ujumbe wetu unasema alichukua lawama yako. Alichukua lawama yako. Mstari wa msingi tunaupata kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 21 hadi 22. Hapa neno la Mungu linatuambia, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Haleluya. Nitaurudia tena ujumbe huu ama mistari hii ambayo ndio neno letu la msingi katika ujumbe wa leo ambao unasema alichukua lawama yako. Mistari inasema, hii ni Wakolosai 1 sura ya 1 mstari wa 21 na 22, unasema, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Haleluya. Sasa katika ufafanuzi, mtu wa Mungu hapa mchungaji Chris anatuambia hivi: tazama jinsi gani Bwana alivyo mwenye neema na upendo, kufikiri kwamba yeye hakika aliridhia kuwajibika kwa makosa yako. Alichukua jukumu juu ya dhambi zako wakati wote uliokuwa ukijilaumu kwa jambo baya ulilofanya, wala hata hukupaswa kufanya hivyo, kwa sababu Mungu aliweka lawama zote juu ya Bwana Yesu. Alipotundikwa msalabani, dhambi na makosa yako yote ya zamani, ya sasa na yajayo yaliondolewa kikamilifu. Hivyo leo, hata wakati shetani na wengine wanakulaumu au unajilaumu mwenyewe, haijalishi, haileti tofauti. Hakuna hukumu dhidi yako, kwa maana Biblia inasema katika ile Warumi sura ya 8 mstari wa 1 kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, wasioenenda kwa kuufuata mwili bali kwa Roho. Kuna watu ambao wanapofanya jambo baya huona ugumu mkubwa wa kujisamehe, yaani inakuwa vigumu kwao kujisamehe. Wanatazama katika hatia na majuto, nitarudia hapo, wanazama katika hatia na majuto. Hapana, mtu wa Mungu mchungaji Kristo anasema hapana. Mwamini Bwana Yesu na yale aliyotimiza kwa ajili yako. Acha kujilaumu. Biblia inasema katika ile Wakolosai sura ya 1 mstari wa 21 na 22, ambao ndio ulikuwa mstari wetu wa msingi, inasema hivi: na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Fikiria hilo.
Hakusema hujawahi kufanya chochote kibaya, yaani kosa. Badala yake, licha ya mambo yote mabaya ambayo umefanya, yeye hakukasiriki. Alikupatanisha na nafsi yake. Alikufanya kuwa mwenye haki, mtakatifu, uliyetakaswa, uliyetukuzwa na mwenye kuhesabiwa haki. Huo ndio Ukristo. Hiyo ndio Injili. Huo ndio ujumbe aliotutuma kuuambia ulimwengu, kiwemo wewe, kwamba hawahesabii dhambi wanadamu dhidi yao. Ukiangalia ile Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19 unasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Haleluya, haleluya, haleluya. Gharama imelipwa, hatia imeondolewa. Kila aaminie yuko huru kuishi katika haki, amani na furaha ya Mungu milele. Ile Warumi sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 10, Biblia hapa inatuambia hivi kusema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Haleluya, haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa kweli ya ajabu ya neno lako. Ninafurahi kwa sababu Yesu alibeba lawama zangu. Sasa ninaishi bila hatia, hukumu wala shutuma. Mimi ni mtakatifu, sina lawama na mashitaka mbele zako. Haleluya. Ninaishi katika uwepo wako nikiwa nimehesabiwa haki, nimetakaswa, nimetukuzwa, nikifurahia uhuru wa neema yako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi masomo zaidi yako katika kitabu cha Isaya sura 43 mstari wa 25. Neno hapa linatuambia, mimi naam mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Haleluya. Waefeso sura ya 1 mstari wa 7 inatuambia, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19 inasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Na Waebrania sura ya 10 mstari wa 14, Biblia inasema, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu anaposema kwamba Injili ni habari njema, hakika ni habari njema. Yaani Mungu ametuumba, alafu kukawa na makosa na dhambi, alafu tungali wenye dhambi, anamtuma Kristo Yesu kuja afe kwa ajili yetu. Na baada ya Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu, tumepokea msamaha wa dhambi na ukombozi. Alafu Mungu sasa hatuhesabii dhambi, hatulaumu, hatushitaki, hatushutumu. Sasa kimesalia nini? Ndio maana tunaambiwa Mungu ni pendo. Hapa tumeona katika Isaya 43 mstari wa 25, Mungu anasema, mimi naam mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Mpendwa, habari njema hizi. Usiruhusu maisha, dhambi, changamoto zikufanye uwe duni, mtu ambaye huna tumaini. Hii ni habari njema. Sikiliza tena na tena na tena na tena na tena na tena.
siku hii nzima, sikiliza mara kadhaa ujumbe huu. Kaa chini, tafakari ujumbe huu. Biblia inasema tazama jinsi Mungu alivyo na upendo. Yaani kwamba ameridhia achukue makosa yetu yeye mwenyewe. Ameridhia achukue jukumu la dhambi zetu yeye mwenyewe. Wakati wote ambao ulikuwa ukijilaumu, kwa nini ile dhambi, kwa nini, wala asemi hii ndogo, hii kubwa, zote. Na hapa tunasema alipotundikwa msalabani, dhambi na makosa yote ya zamani, yale ambayo ulifanya nyuma au yale ambayo niliyafanya nyuma, hata sasa yale ambayo yamefanyika sasa na wakati ujao, yote ameyalipia. Yote amelipia gharama yake. Kwa hiyo shetani na wengine wanakulaumu, unajilaumu mwenyewe, haijalishi, achana nayo. Hakuna hukumu dhidi yako. Kwa kuwa ukiwa ndani ya Yesu Kristo, Biblia inasema hakuna adhabu ya hukumu juu yao walio katika Kristo Yesu, wasioenenda kwa kuufuata mwili, kwa sababu mwili unakuwa na vitu vingi ambavyo haviendani na mapenzi ya Mungu, bali kwa Roho. Haleluya. Usikae ukaacha kujisamehe. Kwanza jisamehe mwenyewe, alafu upokea msamaha wa Mungu Baba katika maisha yako, ili uweze kuishi maisha ya amani. Biblia inasema hapo mwanzo tulipokuwa tumefarikishwa na yeye, kwa matendo yetu Mungu akatununua, akatupatanisha kwa nyama yake, kwa kufa msalabani, ili nasi tuwe wenye haki. Kwa hiyo ametufanya kuwa wenye haki, ametufanya watakatifu, ametufanya tuliotakaswa, ametutukuza na ametufanya tuhesabiwe haki. Huu ndio Ukristo. Na kwa sababu hiyo basi nakukaribisha, mpe Yesu Mwokozi wetu maisha yako, ili kusudi uweze kufurahia urithi huu katika Kristo Yesu na kupokea uzima wa milele. Sema sala hii baada yangu. Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na kwa kinywa changu ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia hii leo. Na katika jina lake ninapokea uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Basi kama umesema sala hii, na kukaribisha katika familia ya wana wa Mungu. Furahia uzima, fuatilia tafakari hizi, jipatie Rhapsody ya uhakika. Na kama una maswali tuandikie alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki. Haleluya.